Ombi la aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kwa serikali ya Samia Suluhu limetikisa mfumo, huku Daktari Nchimbi akimjibu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika nchi inayojivunia kauli mbiu za maendeleo ya elimu, ombi la ghafla la rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete kwa serikali kuongeza ardhi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kampasi ya Kagera linapaswa kuwa ishara ya dharura, si tukio la sherehe. Ombi hilo lililotolewa kupitia Emmanuel Nchimbi linafichua tatizo pana zaidi, kwamba mifumo ya maamuzi ya serikali inayochelewa, mipango ya maendeleo isiyo na uthabiti na uongozi unaokimbizana na matatizo badala ya kuyatangulia. Kampasi inayopaswa kuwa nguzo ya elimu ya juu kwa kanda ya Ziwa sasa inakabiliwa na ukweli mchungu kwamba ardhi yake ni finyu na mahitaji yamepita uwezo, na serikali imeamka kuchelewa. Ili si swala la kiufundi pekee, ni dalili ya namna ambavyo elimu imekuwa ikipewa kipaumbele na maneno kuliko vitendo. Kampasi ya Kagera ya chuo kikuu cha Dar es Salaam iliyopo katika wilaya ya Bukoba, kata ya Karabagaine, ilianzishwa kama jibu la pengo la elimu ya juu katika mkoa uliokuwa ukihitaji uwekezaji wa kielimu kwa muda mrefu. Na tangu jiwe la msingi liwekwe miaka michache iliyopita, chuo hiki kimekuwa kivutio cha wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania. Na katika ongezeko hilo ambalo limeweza kuwa ushindi wa sera za elimu, limegeuka kuwa mzigo kutokana na ukosefu wa maandalizi ya kimkakati. Majengo ya kimaendeleo yameongezeka, shughuli za kitaaluma zinaongezeka, lakini eneo linalotumika linazidi kupungua. Huu ni ushahidi wa mipango ya serikali inayoshindwa kuanisha dira na utekelezaji. Daktari Kikwete alipoomba ardhi iongezwe, hakufanya hivyo kama mchambuzi wa mbali. Alizungumza kama mmoja wa viongozi waliowahi kushikilia madaraka makuu, akitambua kuwa hatua ya awali ya kuanzisha chuo ilikuwa sahihi, lakini haikukamilishwa kwa mtazamo wa muda mrefu, na ombi lake linaashiria mapungufu ya kimuundo yaliyopuuzwa kwa makusudi au kwa uzembe. Ni nadra kwa rais mstaafu kuibua hadharani hitaji ambalo lingeweza kutatuliwa ndani ya mfumo wa serikali bila kelele, kwani kitendo hiki kinabeba uzito wa kisiasa na kihistoria. Kinaonyesha kuwa hata waliokuwa ndani ya mfumo wanatambua mapengo makubwa ya utawala wa sasa katika kupanga na kusimamia rasilimali za umma. Kupitia kauli ya makamu wa rais, serikali imetambua changamoto na kuahidi kuhakikisha ardhi ya kutosha inapatikana kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na wadau wengine. Kauli hii inasikika vizuri kwenye karatasi, lakini historia ya ahadi kama hizi Tanzania inabeba kumbukumbu nzito za utekelezaji hafifu. Na katika miongo iliyopita, miradi mingi ya elimu imekumbwa na ucheleweshaji wa ardhi, migogoro ya fidia na urasimu na ukandamiza kasi ya maendeleo. Na kampasi ya Kagera inaingia katika mkondo huo hatari, ambapo ahadi zinatolewa baada ya tatizo kuwa dhahiri badala ya kabla. Mkuu wa mkoa wa Kagera Fatma Mwasa ameshukuru serikali kwa jitihada zake, akisisitiza manufaa ya chuo hicho kwa maendeleo ya mkoa. Shukrani hizi ni sehemu ya lugha ya kiutawala inayotarajiwa, lakini hazifuti ukweli kwamba wananchi wamekuwa wakingoja kwa muda mrefu uwekezaji wa kimkakati unaoendana na mahitaji yao. Kagera kama sehemu ya kanda ya Ziwa imekuwa ikitajwa mara kwa mara kama mipango ya kitaifa bila kuona kasi inayolingana na utekelezaji. Elimu ya juu imekuwa mojawapo ya maneno yanayocheleweshwa, na kampasi inapaswa kuwa mfano wa kurekebisha pengo hilo, si kuliongeza. Kwa mujibu wa makadirio, kampasi inatarajiwa kuzalisha zaidi ya wahitimu 800 kwa mwaka ifikapo mwaka 2026, na hii ni namba inayopaswa kuambatana na miundombinu imara, ardhi ya kutosha na mazingira wezeshi ya kitaaluma. Na bila upanuzi wa haraka na uliopangwa vizuri, takwimu hizi zinabaki kuwa ndoto zinazoweza kugongana na uhalisia. Uzoefu wa vyuo vingine wa umma nchini unaonyesha kuwa ukuaji wa idadi ya wanafunzi bila maandalizi ya rasilimali husababisha msongamano, huku kushuka kwa ubora wa elimu na migogoro ya ndani. Kampasi ya Kagera iko katika hatari ya kurudia makosa hayo yale.
Na tangu enzi za awali za baadaye ya uhuru, elimu imekuwa chombo cha kisiasa na kiitikadi. Serikali mbalimbali zimetumia kama alama ya maendeleo, lakini mara nyingi bajeti, ardhi na uhuru wa taasisi za elimu vimekuwa vikikosa ulinzi wa kweli. Kampasi ya Kagera ni sehemu ya simulizi hii ndefu ya sera nzuri zisizofuatwa na utekelezaji thabiti. Na katika ukanda wa Afrika Mashariki, nchi jirani zimewekeza kwa mkakati katika vyuo vya umma kama injini za uchumi wa maarifa. Na Tanzania, licha uwezo wake, bado inapambana na uratibu wa ndani unaochelewesha faida hizo. Ombi la kuongeza ardhi si hitimisho la tatizo, ni mwanzo wa mjadala mgumu kuhusu uwajibikaji wa kisiasa. Na bila hatua za haraka, wazi na zinazopimika, kampasi ya Kagera itabaki kuwa mfano wa namna ambavyo mifumo ya utawala inavyoweza kudhoofisha hata miradi yenyewe yenye nia njema. Ukimya huo wa kuuliza maswali na kuridhika na ahadi zisizo na ratiba vimechangia hali ya kampasi hiyo na mustakabali wa elimu ya juu ya Kagera. Na Tanzania kwa ujumla unategemea kama jamii itakubali kuendelea na mzunguko huu au itadai uwajibikaji unaoendana na maneno ya viongozi wake. Kampasi ya UDSM Kagera ilisimama kama alama ya matumaini kwa kizazi kipya, na leo inasimama pia kama kioo kinachoakisi udhaifu wa mfumo utawala wa elimu. Na bila hatua madhubuti, bila Daktari Kikwete litabaki kuwa kumbukumbu nyingine ya onyo iliyotolewa mapema lakini likapuuzwa. Na hatima ya Tanzania haitapimwa kwa idadi ya ahadi zinazotolewa, bali kwa kasi na uadilifu wa kuzitekeleza. Na katika suala la elimu, kuchelewa ni sawa na kukaa mustakabali. Ukimya wa leo unaweza kuwa gharama kubwa ya kesho, gharama ambayo taifa litaibeba kwa vizazi vijavyo. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Kuwa mmoja wetu na mfuasi wetu kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na vile kumbuka kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu zinapochipuka na tunapozi-upload. Habari kama hizi zake Jakaya Mrisho Kikwete kumwendea hadharani Samia Suluhu na serikali yake na kumwomba ama kumfanyia ombi hili ambalo limetikisa mfumo, badala angemwambia chini ya maji wakiwa pamoja, manake ni wandani na ni marafiki wa karibu. Ni swala ambalo linazua maswali mengi, na vile kuhusu majibu yake Daktari Nchimbi akisema kwamba wana mpango ama wanajua matatizo ambayo shule hiyo ama kampasi hiyo inapitia na huenda watarekebisha. Ni masuala ambayo huwezi yapata kwingine, hilo unayapata papa hapa tu Kenyascope, channel yako pendwa.